Huyu mwanamke alipokuja sasa, amekuja ili aje akamilishe yale makusudi, lile kusudi ambalo Mungu alikuwa amelifanya au amelikusudia kwa huyu mwanadamu. Kwa sababu tunaona kwamba mwanadamu ambaye ni Adamu au ni mwanaume au anaitwa mtu. Huyu mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye ana ndani yake mwanamke na mwanaume. Yes. Kwa hiyo baada ya haya yote kutokea sasa na ndipo Mungu akasema sasa ile Mwanzo 2:18 si vyema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, kwa sababu hakuonekana kufanana naye ili naye aweze kuzalisha. Kwa hiyo baada ya hapa sasa tunaona kwamba huyu mwanamke sasa ana uwezo, kwa sababu ameletwa kusaidia, ni msaidizi. Na msaidizi ina maana huyu mtu amewezeshwa. Msaidizi na maana ana uwezo. Ana nguvu huyu. Maana mtu anayesaidia lazima awe zaidi ya yule anayemsaidia. Nafikiri ni Kiswahili cha kawaida kabisa. Tunaangalia fundi ujenzi, engineer anajenga. Halafu ana yule saidia fundi. Lazima saidia fundi awe na nguvu ya kutosha, kwa sababu ndio anaenda kuchukua tofali, ananileta. Unajua engineer wanafanya kazi pale, yani wao ni kutoa vipimo tu. Hawakorogi zege, hawabebi tofali, hawashiki ule mwiko. Kwani wale wanasema anapima tu. Nyumba hii hapa, hiyo kazi ni kuangalia ukuta umenyeshwa na kuonyesha ramani. Itakuwa hivi, itakuwa hivi. Ashiki chochote. Lakini nyumba ikijengwa naambiwa engineer fulani ndo kajenga. Sasa hebu imagine kama huyu angekuja na ramani yake tu pale na vipimo vyake pale, kungekuwa na nyumba. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba huyu msaidizi, anapoitwa msaidizi, ni mtu ambaye Mungu amemshenesha hivyo vipawa vya kusaidia. Hii ni Fata TV.